Haya, utekelezaji wa amri na maamuzi kufanywa kutokana na maelekezo ya nje. Utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama kuzuiwa kutokana na maelekezo kutoka mamlaka nyingine, mfano kamati za ulinzi na usalama za wilaya na mikoa. Nimeshasema hizo sheria haiwapi hayo mamlaka. Wewe ukifanya kwa mujibu wa hao jamaa, kama mtu akienda mahakamani hauna defense, wewe unatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa maelekezo ya mahakama, sio kwa mujibu wa maelekezo. Hiyo kesi kwa nini haikwenda kuamuliwa kwa kwenye hizo kamati za usalama za mikoa na wilaya? Kamati ya usalama ya mkoa na wilaya ndio iliyokupatia ile jukumu. Wewe utakuwa na kisingizio gani? Si ajabu ninyi wenyewe baadaye ndio mnazunguka wateja wenu, ile mna mamlaka ya mliopewa na mahakama, mnaenda kuzunguka huko, hamtakuwa na utetezi. Na hata hao wenyewe hawana hizo mamlaka, hawana hiyo mamlaka. Ile sheria mimi naifahamu. Kwanza ilitungwa mimi, wakati natungwa mimi nilikuwa nani? Haiwapi mamlaka hayo. Swala usalama ni swala usalama, swala la haki ni swala la haki. Hivi ni vitu viwili tofauti. Wajibu wao ni kuimarisha usalama pale ili mnada ufanyike kwa ufanisi, kwa uwazi ipasavyo. Sio kuzuia minada iliyotokana na amri ya mahakama. Ni kuingilia mahakama na kuidharau mahakama. Na ndio wanasema kwa nini mambo yapeleke mahakamani akafunguliwa kesi ya contempt of court? Kuidharau mahakama chini ya kifungu namba 114 cha sheria ya kanuni za adhabu. Ninyi mnafuga vipara tu hapa, mnakuja kuramika kwangu hapa. Mimi niwafanyeje? Na nimeshawasomea ibara ya 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa hili tunataka tuishi utawala sheria tu. Haki itawale katika taifa hili. Amani iwepo, watu wafanye shughuli zao kwa ufanisi ipasavyo. Yaani kabisa kwa excuse yako yaani hiyo kazi umepewa. Mimi mheshimiwa jaji kiongozi, kama ni mimi, yaani hao jamaa wote ningekuwa nimewafuta. Wewe unaenda kutekeleza amri ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya baada ya kutekeleza amri ya mahakama. Wanakuwa wako wapi kupambana vitendo vya rushwa na dhuluma mpaka wanasubiri mahakama inafanya maamuzi ndio wanaenda? Kama kuna hakimu huko kafanya maamuzi ya ovyo, sio shughulike naye. Wao wanakuwa wako wapi kusimamia? Vimeundwa vyombo hapa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, polisi, madawa, chungu nzima, wahamiaji, sio na vitu gani? Sasa wanakuwa wako wapi? Mahakama itoe maamuzi ndio waende kuzuia kule. Ni nchi itakuwa ni kitu gani hiki? Tunataka kuishi utawala wa sheria. Sisi tumekula kiapo kwa ajili hiyo. Tutatekeleza wajibu wetu kwa kuzingatia katiba, mila na desturi za sheria na Jamhuri za Muungano wa Tanzania bila hofu, huba, chuki, upendeleo. Wala hofu. Tutakuwa huru, tutalazimika tu kuzingatia katiba na sheria za nchi. Na nimeshasema haki maana yake ni nini? Ni uamuzi uliofanywa na mahakama huru kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi kwa mujibu wa ushahidi uletwa mahakamani pale. Sasa basi wao wanajitokeza kutoa ushahidi huko mahakamani, ushahidi huko mahakamani, kuliko kuzuia hiyo court process. Na ninyi wasambaza nyaraka, msidhani kama nimewasahau. Ninahamia kwenu. Na wewe bwana unayetoka Arusha, sio ndio mkubwa hao jamaa? Haya. Ninyi mara nyingi wasambaza nyaraka na madalali huwa wana leseni za kazi zote mbili. Mara nyingi mnakuwa na leseni za kazi zote mbili. Unakuta ni dalali lakini wakati ni msambaza nyaraka. Lakini pia anaweza kuwepo dalali msambaza nyaraka peke yake na dalali peke yake. Muishi maadili yenu. Yaani mpaka mimi nimekuja hapa. Haya. Dalali anapofanya kosa la kimaadili wakati huo akiwa na leseni ya usambaza nyaraka, basi kosa hilo litamkwamisha pia kwenye kazi zake za udalali na kumfanya hata kukataliwa anapoomba tu kuisha leseni yake kama inavyobainishwa kwenye kanuni ya 13 ya kanuni za madalali na wasambaza nyaraka.
Katika kupeleka wito wa mahakama, wapo wasambaza nyaraka wanaofanya matendo kinyume na maadili ya kazi za wasambaza nyaraka kama ilivyoainishwa kwenye nyongeza ya 3 ya kanuni za maadili ya wasambaza nyaraka. Wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa wasichana wa kazi au vijana wavulana wa kazi pale nyumbani kinyume na matakwa ya amri ya aina ya kanuni hizi, kanuni ya 11. We unamwachaji yule mfanyakazi pale, una nyaraka itume, ndio umemsave, ndio mdaiwa pale? Kwa nini? Ni kampuni. Sheria inasema nini? Alafu maskini na mnado nendo unafanya hizo, unakuja unakula kiapo, niliacha hapo kwa nini? Nadhani majaji viongozi wa siku hizi ni wapole sana. Aidha, wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa waandishi waendesha ofisi maarufu kama personal secretaries au executive assistants wa makampuni kinyume na amri ya 28 kanuni ya pili ya sheria mwenendo wa mashauri ya madai. Wewe unaenda kusevu kampuni, unamwachia secretary, ndivyo sheria inavyosema. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na Hey37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.